hakuna mtu sahihi mbele, ndio ikawa inakuwa shida. Kwa hivyo moja kitu ambacho kiniuliza kama mapungufu ni mtindo wa kushambulia. Wanashambulia mtindo mmoja na position attack, na hasa kutumia width attack, pembeni zaidi, kwa maana nguvu ya Libase na Ansett, na kama unafahamu wale ndio kama ma-DJ wa shughuli kwa Simba, Ansett na ni ma-DJ wa shughuli. Lakini ukiangalia ubora mwingine kwa Libase, unajua Libase ni kukutetea anayefuata punje za mahindi, lazima alazimishe matukio. Libase yule ni kukutetea anayefuata punde za mahindi, analazimisha matukio, very industrious, lakini pia anaweza kwenda kwa flexibility na agility yake kubwa. Unajua mchezaji yule ana agility sana, ndio kitu ambacho kinamsaidia, anasumbua walinzi, lakini kinachombeba pia ni kasi yake na nguvu. Sasa hiyo ndio uchezaji wake, ni kama kukutetea anayefuata mahindi, na ndio maana ni ngumu sana yule kumdeny kwenye space, kwa sababu yeye ukimdeny kwenye space ana improvisation, anakana mipira, anakwenda kwenye nafasi, lakini unapompa nafasi anatumia pesi yake kukuonyesha ana kasi kwenye nafasi. Ndio maana ukimtazama na mnasibisha na kukutetea ambaye anafuata punje za mahindi. Kukutetea unajua akiwa na mayai ndani anazifuata haraka sana punje za mahindi. Kwa hiyo yule uchezaji wake ni kama kukutetea wale punje za mahindi. Yule umwezi yule, mechi yote ambaye hataonekana yule, timu haitaonekana, lakini purukusha zake utaziona, kwa sababu anabebwa na nguvu, anabebwa na ubunifu. Ndivyo alivyo by nature. Ni mara chache kumkuta kwenye game mtu muone, basi tafsiri yake ni kwamba siku hiyo inaweza kaa tu kwa ana shida physicality mpaka mental, lakini akiwa ana changamoto physicality anaweza kukupa mental, akiwa na changamoto mental atakupa physicality. Kwa hiyo mchezaji ambaye ni kukutetea kwenye pointi za mind yule Libase. Unadhani kadi nyekundu zilizopatikana ndani ya Simba Sports Club zimesababishwa na nidhamu tu ya wachezaji au kuna jambo lingine? Yako mambo mengi. Kocha Steve Barker hajawaandaa wachezaji wake kucheza mbele ya teknolojia, kwa sababu huu ni mchezo tatu wanaendelea kupata kadi nyekundu. Anayefundisha wachezaji ni coach. Kwa hiyo moja kitu ambacho nadhani na shida kwenye benchi la ufundi la Simba ni kuandaa wachezaji wao kucheza mbele ya teknolojia, kuwatuliza na mazingira, kwa sababu ikitokea kwa mara ya kwanza, mara ya pili, manake moja training zenu inakuwa hivyo. Unajua wanasema training must go with main party. Makocha wanajua training yote lazima iende na main party. Tunakwenda wachezaji, kwa lazima muandae training kwa wachezaji, na sio Simba tu. Nategemea kuona timu nyingi zianze kutrain wachezaji wao kucheza chini ya mfumo, na huu mfumo baada ya ligi kuisha tutaandaa wachezaji professional sana Tanzania, kwa sababu wameshaanza kuzoea chini kucheza chini ya mfumo. Kwa hiyo wanakuwa wanajua tunaonwa zaidi ya macho ya mwanadamu. Mfano kama ile kadi nyekundu, kila mtu akajua shughuli imekwisha, lakini kwenda kwenye review ikajulikana mtu baada ya kureview kuna shida. Sasa moja kitu ambacho nakiona Simba ni kama wachezaji wa Simba hawakuandaliwa kucheza na mfumo na hawajajiandaa kucheza na mfumo, na hii ikiendelea hivi ni aibu, sababu zaidi kwamba kumbe nyuma Simba walikuwa na makosa mengi, walikuwa wanabebwa kwa tafsiri hii. Sasa hatuwezi kuchannelize hivyo, lakini mimi nadhani ligi haijaisha, wakaandae wachezaji kucheza mfumo, wasiwafundishe mashabiki kuchukia mfumo. Maana yake tuna mashabiki wapuzi sana nchi hii ambao kiuhalisia hawapendi ukweli. Simba hawajaandaliwa kucheza na mfumo wa wachezaji wake, na coach hajafanya training ya kutosha. Huo ni udhaifu wa coach Steve Barker. Hiki kinachoendelea, kwa sababu lazima waandae wachezaji. Sina maana hakuna makosa yatakafanyika, lakini kwa aina ya makosa yanayofanyika wala kutakiwa kule. Kwa mfano ile eneo ambalo ukabaji ulienda kutumika, Plecha haikutakiwa kuwa vile kwenye ile eneo. Yule alikuwa anakwenda mbele, kuna walinzi, aliyekuwepo kuna walinzi, lakini pia kasi aliyokuwa nayo na kwenda kumfikia mtu, unaona kabisa mpira ubuti kaenda kukuta mguu wa mtu. Sasa ukiangalia mtindo wa kucheza mbaya, lakini pia ni tackling from back, mtu anafanya tackling kutoka nyuma. Sasa ile tayari ni serious foul play. Umefanya kosa ambalo kwa serious, unaona kabisa tackling from the behind, unamchezea mtu rafu, unatokea nyuma, unamzuia kwa kutokea nyuma. Sasa kwa nini unalazimikaje kufanya vile? Lakini kulikuwa na ulazima kwenye eneo lile, hakuwa mtu wa mwisho. Sasa ukiangalia ni maana yake ni training ile psychological, na wakati mwingine tunasema kuwa na wachezaji wakomavu. Kuna mligo ndio maeneo unagundua ile professionalism na ukomavu. Sio eneo alitakuwa kucheza vile pale ile eneo. Sehemu haina madhara, sio mtu wa mwisho kwamba bora bora tawe penalty mimi Luis Suarez. Unafanya vile maana yake ile nani utoto na ukomavu wa mechi. Sasa hizi ni mechi za ligi. Ligi sasa hivi inachezwa back to back. Unajua? Back to back games. Washukuru haya madhara yote hajaonekana na madhara kwa sababu timu inashinda. Lakini tunajiuliza uko mbele mkienda hivi mtakuwaje? Unaenda hivi itakuwaje? Unakutana mechi ngumu itakuwaje? Na haya makosa sio mazuri, kwa sababu lazima uangalie ubora wa Simba, ukumbuke na Yanga wanavyocheza huko. Sasa ukianza kwenda kwa staili hii unaweza kujipa wakati mgumu. Kwa hivyo mimi nadhani ni coach Steve Barker kuwajengea uwezo wa wachezaji wake na namna ya kucheza kwenye uwepo wa teknolojia kiwanjani na hiki kinachoendelea. Lakini nyuma na hilo watajipa wakati mgumu. Kwa sababu ukiangalia mazingira wanavyocheza Simba kwa hii nidhamu yao mbovu, yani mtu kumpa beseni na maji akadeki. Unadhani Singida walikuwa imara sehemu gani mbele ya Simba Sports Club?
hawakuwa imara, ndio maana wamefungwa. Hawakuwa imara, hamna timu imara inafungwa. Hakuna timu imara ambayo inafungwa, ila kuna sehemu performance yao inaonekana at least wamefanya kitu. Haina kitu, timu isiposhinda ina kitu. Hata ifanyeje, utasumulia tu matukio, sio matokeo. Kwa sababu matokeo ndio yanabeba kila kitu. Hawakuwa imara Singida bado wanacheza kama wanadai. Shida ya Singida ni timu ambayo mdomoni na profile za wachezaji kubwa, lakini performance inasikitisha. Singida wanacheza kwa wavivu mno. Wachezaji wake hawakimbii kilomita nyingi. Wachezaji wake wanadhurura kiwanjani. Wanaonekana tu kwenye matukio ya kufunga, lakini hawaonekani kuitengeneza timu kuwa imara. Timu imara haimpi nafasi mpini. Lakini sio timu ambayo inaonekana kwenye moment chache tu. Singida wakicheza kama bendi, kila mtu kashika chombo chake. Unataka kumuona Soa anafanyaje? Hatuoni kama team, collective team. Sijaona mi collective team ya Singida. Leo wamekuwa exposed sana. Ni bahati tu Simba wanapiga pasi zinafia katika za great fumbles nyingi. Sasa hiki ninachokisema ukifuatilia ni kweli. Team tutakachoona collective, unaweza kucheza team, sio lazima upose sana. Discipline yako kutengeneza mashambulizi. Namna ambavyo unaifanya timu kwa compact. Leo tumetazama mechi ya Hull City dhidi ya Manchester United. Pasi zote wamepiga Manchester United, lakini discipline inaonyesha. Lakini hao wakicheza ujue walikuwa wanataka kushinda mechi, ujue walikuja sio kufanyaje, kwa hawachezi kwa nidhamu. Na hii kuanzia coaches. Kuja wachezaji hawajibiki, sio wanakopwa wale. Mimi na wasiwasi sio kama wanakopwa, kwa sababu ule mchezaji ni mchezaji ambaye anakopwa alipwi. Hawajitumi, hawapambani. Acha vimechi vya chini. Ili mechi za chini zinafungwa na timu zote. Tunataka tuwaone kwenye big games kama hizi, watuonyeshe ushindani. Wacheze na Yanga tuone wanafanyaje. Wacheze na Simba tuone wanafanyaje. Lakini wanacheza vile kila mtu kiona anajua sawa atafungwa saa ngapi. Kipindi cha kwanza dakika 8 zote uwanja umeinama. Msewe Chuo Kikuu Dar es Salaam. Tabu tupu ilikuwa. Unadhani baadhi ya timu kwa mfano Singida kutokuwa na morali uwanjani au kutokuwa na ushindani mkubwa kuna haribu vipi ligi yetu? Sio kuharibu ligi, sababu ligi inategemea timu, inatengenezwa na wenye timu. Kama unatengeneza timu dhaifu, au haribu ligi, mnaituletea timu dhaifu kwenye ligi. Kwa wakati mwingine tuseme tu kwa maana kwamba timu zitengeneze, zifuatiwe kwa ubora. Na anaweza kufuatilia bora kwenye timu wenye timu yao. Mnamwambia nini coach? Mnataka timu ya namna gani inachezaje? Kwa sababu kusajili wachezaji sio kwa na timu. Timu inatengenezwa kwa performance. Sio kwa kusajili watu. Kuna wachezaji wanasajiliwa hapa kama biashara, lakini performance wise ikoje kwenye timu? Ndio nikasema Singida ukiona hawakuoneshi kama hii ni timu ya watu ambao wapo na pambana, timu ambayo